litabezi sana katika suala la kwa kuwa tumekuwa na somo nasema hapana mtu atakayesimama mbele yetu siku zote za maisha yetu, lakini tukajifunza kwamba Mungu ndiye ambaye anatupa nguvu za kupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tukajifunza kwamba Mungu anatubariki kwa kutupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatubariki kwa kutupa sisi. Anatubariki kwa kutupatia fedha, dhahabu, kondoo, ng'ombe, watumwa, wajakazi pamoja na nini? Na vyombo vya usafiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunaona kwamba kulikuwa na ngamia na punda waliotumika kubeba mizigo, kwa sababu hii ilionyesha Mungu ambavyo anabariki. Maana mtumwa wa Yakobo wa Ibrahimu anasema Mungu amembarikia bwana wangu kwa kumpa. Anavitaja vitu ambavyo Mungu amembariki Ibrahimu kwa kumpa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukaona pia Mungu anatupa nguvu za kupata utajiri. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 tukasoma mstari wa 12, wa 13, wa 17 na wa 18. Tukamwona Mungu anawapa, anasema utamkumbuka Mungu akupae nguvu za kupata nini? Utajiri. Na akaonesha kabisa utajiri ambao Mungu anausema ni upi ambao anatupa nguvu za kupata huo utajiri. Akasema kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Lakini pia tukaona ya pili ilikuwa kula chakula kizuri na kufanya na kushiba. Maana yake unakula unachotaka na kushiba, sio kinachopatikana. Lakini tukaona pia anaongeza fedha yetu, anaongeza vitu vyetu vya thamani kama alivyoandika dhahabu, lakini pia anaongeza mifugo yetu, na tukaona pia anaongeza kila ambacho tunacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukagundua vitu vya namna hiyo, lakini kingine tukajifunza ni vizuri kutumia fursa kama Yakobo ambaye yeye alipopata fursa ya kukutana na Mungu hakuichezea, akamwambia Mungu nibariki, usiponibariki sifanyeje? Sikuachi. Mungu akambariki Yakobo, na alipombariki Yakobo hakumwacha vile vile tu. Jina la Yakobo likafanyaje? Likabadilika. Maana alisema hautaitwa tena nani? Yakobo. Hautaitwa tena nani? Mdanganyifu, mnyang'anyi, mjanja, lakini unaitwa mtu aliyefanyaje? Aliyebarikiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akampa jina la nani? La Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunamuona Yabesi, na yeye Yabesi alikuwa ni mtu mwenye huzuni. Kwa sababu alikuwa ni mwenye huzuni, lakini Biblia inatuonesha kwa kuwa mama yake alimzaa kwa huzuni, akamuita huzuni, yani Yabesi. Lakini huyu Yabesi kwa sababu ya hali yake ya huzuni na kutokuheshimiwa, akamlingana Bwana, akamwomba Mungu ambariki. Alipomwomba Mungu ambariki, Mungu kweli akambariki, na Mungu alipombariki akabadilisha na jina lake. Maana anasema Yabesi akawa ni mtu mwenye nini? Mwenye kuheshimiwa na ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa Mungu alimbariki na kuongeza umiliki wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoendelea pia mbele sasa, kwa siku ya leo tutakwenda kuangalia, kwa kuwa Mungu anatubariki kwa kutupa fedha, dhahabu, wanyama, mifugo, sio usafiri, anatupa kila kitu. Mungu anatubariki na anatupa nguvu ya kupata utajiri, na huo utajiri anaotupa tukae kwenye nyumba, tujenge nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Lakini katika hivyo vyote tunataka tuwe na uchumi ambao ni endelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tuwe na uchumi ambao ni nini? Ni imara, endelevu na imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Uchumi ambao unadumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelevu maana yake unadumu, imara ambao hauishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa kusema hivyo, siku ya leo nasema sana kwa habari ya akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutazungumzia swala la akiba sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiba, sehemu, kuweka akiba sehemu ya kile, inakuwa ni sehemu ndogo tu ya kile ambacho tunakipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunataka kuongelea hapa ni kwamba inatupasa tuweke akiba sehemu ndogo ya vile vingi tunavyovipata, iwe akiba ambayo haihusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linazungumzia akiba
kama msingi ulio imara kwa wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatamka akiba kama msingi imara kwa wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiba inaita msingi imara kwa wakati ujao. Ili wakati ujao tuweze kufanya mambo yetu vizuri, ili usipate shida yoyote, ni vyema kuweka akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa wakati ujao haujui kitakachotokea. Huwa mara nyingi hatujui kitakachotokea. Ndio maana neno la Mungu linatuasa kuweka nini? Akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naandika akiba ni msingi mzuri kwa wakati ujao. Wakati ujao tutakuwa imara kiuchumi. Ndio lengo la Mungu. Kwa wakati ujao, baada ya miaka kadhaa, tuwe imara kiuchumi, na uchumi wetu usiwe na ufa wowote wala usiporomoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufungue kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 na wa 20. Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 19 na wa 20. Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 19 na wa 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukitaka uelewe vizuri, tutasoma wote kuanzia mstari wa 17 kwa mstari wa 17 mpaka mstari wa 21. Lakini mimi nasoma sasa mstari wa 19 na wa 20 kama msingi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 19 na wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Sana mstari wa 19. Tutasoma mstari mmoja tu. 1, 2, 3 tusome. Huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli. Kwa hiyo akiba ni msingi mzuri kwa wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ni msingi mzuri kwa wakati ujao. Akiba ni msingi mzuri kwa wakati ujao. Kama nilivyosema, akiba ni sehemu ndogo ambayo unaitoa katika vingi ulivyo navyo, unaiweka pembeni. Wakati huu haitaki ifanyeje? Itumike. Lengo ni kwa ajili ya wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunaona tunataka Mungu atubariki mwaka huu, maisha yetu yawe mazuri tofauti na mwaka jana. Mimi nimeweka hapa aina 4 za akiba tunazotakiwa tuziweke. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina 4 za akiba ambazo tunatakiwa tuziweke. Kwa kuendelea, naweza kusema hivi: unapoweka akiba unakuwa una lengo, nataka nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Naweka hii akiba kwa ajili ya nini? Unachokiangalia ni wakati ujao, ndipo unaweka akiba. Na upo wakati ambao ndipo ambapo tunatakiwa
inatakiwa tuweke nini? Akiba. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mpango au lengo unalotaka kulifikia kwa njia ya kuweka nini? Akiba. Na pia upo wakati, ni wakati gani ambao mtu anaweka nini? Akiba. Bwana asifiwe sana. Katika malengo ya kwamba ni kwa nini tunaweka akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema katika hizo aina za akiba, nimesema 4 au malengo manne ya kuweka nini? Akiba. Lengo la kwanza ni kwamba kuongeza kipato. Kuongeza kipato. Kwa kuuza wakati bei zimepanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweka akiba, lengo lako ni nini? Ni kuongeza kipato chako. Unaweka akiba, lengo lako ni kuongeza kipato chako. Unataka wakati ujao, wakati unaokuja, kipato chako kiongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Au fedha yako iongezeke. Kwa sababu unataka fedha yako iongezeke kutoka uliokuwa nayo leo, kwa unaweka akiba ili kuongeza kipato chako au kuongeza fedha yako. Lakini katika kuongeza fedha yako, kuongeza kipato chako, hiyo akiba unaiweka, unaweka ili uje uze kwa bei kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaliona hili, kuna vitu vingi ambavyo kuna wakati unavipata kwa bei ndogo, lakini kadiri unavyoenda unakuja kuuza kwa bei kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, kuna ardhi ambazo zinauzwa kwa bei ndogo, sivyo? Mtu ananunua kwa bei ndogo, akipiga hesabu ndani ya miaka 5 au miaka 10, ile thamani ya ardhi haiji ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitoa mfano mimi Sabasaba niliuza kiwanja kingine nakumbuka kama na 20 milioni 7. Lakini eneo lile saizi kiwanja kinauzwa milioni 30. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni miaka mingapi toka 2020? Miaka 6 tuseme, 5 tuchukue. Imefika milioni ngapi? Milioni 30. Kwa hiyo tunapoweka akiba, kuna kitu unakinunua kikiwa na bei ya chini. Lakini lengo lako ni kwamba nataka niongeze mali yangu, niongeze fedha yangu. Baada ya muda, miaka kadhaa, unakuja kuuza kwa bei ya juu. Kwa hiyo kipato chako kinaongezeka zaidi ya mara 3 au zaidi ya mara 5 ilivyokuwa mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Au wengine wanachokifanya, kipindi cha mavuno huwa chakula kinauzwa bei ya chini. Kuna kipindi gunia la mpunga linakuwa shilingi 50,000. Kwenye miaka ambayo watu hawakulima, hawakuvuna mpunga, gunia liliuzwa ni 120,000 na mpunga ni 120,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu ambaye alikuwa na magunia yale aliyonunua shilingi 50,000, anakuja kuuza 100,000 na ngapi? Na 20. Ni karibu mara ngapi? Mara 3. Si ndivyo? Inakosekana 30 tu kwa mara 3. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kuongeza kipato chetu kwa kuweka nini? Akiba. Vinanunuliwa vitu, vinatunzwa ndani. Una namna yako ya kuvitunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo baada ya muda vile vinakuwa vitunza ndani vinapanda bei, au kama ni ardhi umenunua kile, baada ya muda inakuja kupanda bei, tunakuja kuongeza thamani na kipato chetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la kwanza. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo sura ile ya 41 na mstari wa 36. Mwanzo sura ya 41 na mstari wa 36. Ni habari ambayo tumeizoea. Ni habari ya Yusufu katika ile nchi ya Misri. Mfalme akaota ndoto ya kwamba kuna masuke mazuri yakamezwa na masuke mengine 7 mabaya. Ng'ombe 7 wazuri wakamezwa na ng'ombe 7 wengine ambao walikuwa ni wana afya mbovu, si ndivyo? Na maana tafsiri ya ndoto ile ikawa kwamba Mungu anasema kwamba kutakuwa na miaka 7 ya chakula, si ndivyo? Kitakuwa chakula cha kutosha, watu watavuna sana.
lakini ikipita hiyo miaka kutakuwa na miaka mingine 7 itakuwa ni ya nini? Ni ya njaa. Lakini tunamwona mtumishi wa Mungu huyu Yusufu kwa hekima aliyojaliwa na Mungu akampa ushauri mfalme kwamba mfalme atengeneze ghala, aweke akiba ya nini? Ya chakula, ili kile kipindi ambacho chakula kinapatikana kwa wingi wao watunze kwenye maghala, lakini kipindi ambacho kutakuwa hakuna chakula tena watu wasije wakafa kwa njaa, nchi isije kuharibika kwa nini? Kwa njaa. Lakini wakati huo wametunza vyakula wao. Baadaye tunakuja kuona dunia nzima ya wakati ule ikawa ina njaa. Watu wakatoka mataifa mbalimbali kuja kutafuta chakula wapi? Misri. Mpaka watu wenyewe mule ndani ya nchi ya Misri walikosa nini? Chakula. Ikabidi waende kwa mfalme kuhitaji nini? Chakula. Katika kuhitaji kule chakula ilibidi walipie ndipo apate chakula. Wakatoa fedha zikaisha, wakatoa mashamba yao yakaisha, wakajitoa wao wenyewe watumwa ili wale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo thamani ya kuweka nini? Akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 36 unasema, anasema hivi, anatuambia 36, anasema na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa nini? Kwa njaa. Njoo mbele mstari ile ya mwisho utaona anachokisema. Mstari wa 53. Utaendelea mstari wa 53 mpaka mstari ule wa 57. Anasema miaka ile 7 ya shibe ikaisha katika nchi ya Misri, ikaanza kuja miaka ile 7 ya njaa, kama vile Yusufu alivyosema. Kukawa na njaa katika nchi zote, bali katika nchi yote ya Misri palikuwa na chakula. Kwa hata kama itatokea wanaotuzunguka wote wana njaa, lakini sisi tuna chakula wapi? Ndani. Anasema hivi, na nchi yote ya Misri ilipoona njaa, watu walimlilia Farao awape chakula. Farao akawaambia Wamisri wote, enendeni kwa Yusufu atakavyowaambia fanyeni. Njaa ikawa katika dunia yote pia. Yusufu akazifungua ghala zote akawauzia Wamisri. Njaa ikawa nzito katika nchi ya Misri. Watu wa nchi zote wakaja Misri kwa Yusufu ili wanunue nafaka, kwa sababu njaa imekuwa nzito katika dunia yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Farao akatajirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika Mungu kutupa nguvu za utajiri, moja wapo tulisema ujuzi anaotupa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapata ufahamu kwamba tunafanyaje. Mungu anatupa wazo jinsi ya kufanya ili tuweze kuziteka nini? Baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndivyo tunaweza kuwa matajiri kama tutaweza kuhifadhi ndani. Wakati ule, wakati wa maandamano ile tarehe 29/30/31, mchele uliokuwa unauzwa shilingi 2200 uliuzwa 2700, sehemu nyingine uliuzwa shilingi 3000. Uongo kweli? Waliokuwa na maduka, mimi nilienda kwa jirani pale kuuliza, nikasema isije kama maandamano yakaendelea zaidi, nikasema nitafute hata kama ni tano ziwe ndani, nitafute mchele mwingine wa ziada uwe ndani. Wakati naenda kuuliza kwa jirani yangu anaduka, akasema tulishauza ukaisha, tumebakiza kutumia sisi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaenda pale Kangae Center pale juu kuuliza mchele, akasema anakwambia tunauza zaidi ya 2700 kama unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka 2200 mpaka 2700, na kama ingeendelea aliyekuwa na akiba ya kutosha ndani angetajirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inatufundisha kwamba tujitahidi kuweka nini? Akiba. Hata wakati ukisikia kuna tetesi ya kitu chochote ambacho kitatokea kwamba hatutaweza kwenda kufanya shughuli tena za kuzalisha, ni vyema kuweka akiba ndani. Na katika kipindi hicho ambacho watu wanafanya wanatajirika, kama ambavyo imeandikwa kwa useme Kiswahili kwamba kufa nini? Kufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili, kwa nini tunaweka akiba? Kama sasa lengo ni nini? Tunaweka akiba kupunguza gharama wakati wa uwekezaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweka akiba, jambo la pili au lengo la pili, tunaweka akiba ili kupunguza gharama wakati wa uwekezaji. Akiba unaiweka mapema kwa sababu ya wakati ujao, kwa sababu ya uwekezaji wako
wa siku zijazo itakusaidia kupunguza nini? Gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huu uwekezaji mara nyingi hatuweki akiba ya nafaka, ni akiba ya vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweka akiba ya nini? Ya vitu. Nimesema lazima una lengo baadaye. Unataka ufanye nini baadaye? Una kiwanja chako sehemu, lengo ni kujenga nyumba, sio? Una kiwanja chako sehemu, kuna nyumba unayotaka kujenga ya aina gani, sio? Itachukua tofali za block, sio? Itataka kokoto kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya jamvi, kwa ajili ya lenta, sio jamani? Unataka mawe kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya msingi, kwa ajili ya nini? Labda kama ni choo, kupanga mawe kwa ajili ya choo, sio? Utataka sementi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya plasta, kwa ajili ya kujengea, sio? Utataka nini? Nataka nondo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kufunika lile shimo, kwa ajili ya kuweka nini? Renta, sio? Unataka nini? Nataka kenchi waya kwa ajili ya nini? Ya kufunga mbao zitakapokuwa zimefungwa kenchi ya paa, sio? Kwa hiyo hivyo vyote ni vitu ambavyo vinahitajika wakati unataka kujenga nyumba yako nzuri unayotaka kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa mtu anayetaka kufanya kitu chochote ni vizuri kuanza kuweka nini? Akiba. Hii ni akiba ya nini? Ya vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umepata fedha, ndaonesha hapo baadaye. Ndoo ya kokoto shilingi ngapi unaona? Ndoo ya kokoto. Kale kandoo ka kokoto shilingi kokoto. Kokoto zile za kujengea. Kale kandoo kadogo 7,000. Mwingine shilingi ngapi kale kandoo kadogo? Jaji kale kandoo kadogo shilingi ngapi ka kokoto? 2,500. Kwa hiyo kumbe nikifanya biashara zangu kwa nikapata 2,500, ninao uwezo wa kununua kokoto kandoo hapa, ukaenda ukakamwaga pale, sio? Yamkini shimo unalotaka kufunika ninataka ndoo 10, zitakuwa zibaki ndoo ngapi? Zabaki 9, sio? Umeendelea unakuja kupata tena ngapi? 2,500. Ukanunua tena nyingine, inakuwa shilingi ngapi? Zitakuwa ndoo ngapi? Zinabaki ngapi? 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya muda kadhaa unakuwa swala wewe la kokoto la kumwagia kwenye nini? Kwenye kufunika shimo la choo, haunui tena kokoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo inavyotakiwa. Kulikuwa na ndugu mmoja nikiwa nafanya biashara sana. Alikuwa yeye anabeba mbao, anawabebea watu mbao kwa basikeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni mnywaji tu wa pombe vizuri, tulimkulia yule tu. Alikuwa kila akitoka kupeleka mzigo siku hiyo anakuja na tofali hizi mikono za 1,000, sio? Anakuja analiweka hapa. Ikifika jioni wakati kurudi nyumbani, si ana basikeli, anabeba tofali anapeleka nyumbani. Kila siku akifanya kazi anabeba tofali hili. Siku moja nikapita sehemu na hapa ndipo ile ndugu amejenga nyumba kubwa, lakini kubeba tofali moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa Mungu anatufundisha hapa ili tufanikiwe kupunguza gharama za wakati ujao, kwa sababu unataka kujenga, unaweka akiba ya vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nunua kokoto hizo, haziharibiki, weka pale. Umepiga kazi zako, unapata tena 5,000, vindoo viwili vinawekwa pale. Baadaye hautatafuta tena fedha kwa ajili ya nini? Ya kokoto, utatafuta kwa ajili ya kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaelewana vizuri jamani? Kwa kuweka akiba ya nini? Ya vitu. Fungua Nyakati wa Kwanza 22, 3, 5 na 12. Nyakati wa Kwanza
Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaomba nikimbie haraka ili angalau tumalize, tusikae sana hapa. Nyakati wa kwanza sura ya 22 mstari wa 3, wa 5 na mstari wa 14. Nyakati wa kwanza sura ya 22 mstari wa 3, wa 5 na wa 14. Lazima uwe na lengo zuri. Nataka kuwa na kitu gani? Maana kuna watu ambao wanatafuta apate hela zote ndipo afanye ajenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anatuonesha hapa, unaweza kuwa unaweka akiba kidogo ya vile ulivyo na. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiba kidogo ya vile ambavyo unavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati wa kwanza sura 22 mstari wa 3, mstari ule wa 5 na mstari wa 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 3 unasemaje? Tusome wote. Daudi akaweka akiba tele ya chuma kwa misumari ya tarabe za malamu na kwa mafungo, na ya shaba akiba tele isiyo na uzao. Mstari wa 4, na mierezi isiyo na idadi, kwa kuwa Wasidoni na watu wa Tiro wakamletea Daudi mierezi tele. Mstari wa 5, Daudi akasema, Suleimani mwanangu akali ni mchanga bado na mororo, nayo nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri mno, yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote. Kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Basi Daudi akaweka akiba tele kabla hajafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka nyumba ya namna gani? Mimi nilivyoona wakati nasoma nikajifunza, kumbe kama nataka nyumba yangu iwe nzuri, nataka kujenga nyumba nzuri. Tumeambia Mungu anatubariki, sivyo? Anasema utajenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, anapotupa nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo nguvu moja hapo kupata utajiri ni idea au wazo ambalo Mungu anafanya, anakudondoshea litakalo kusaidia kupata hicho ambacho Mungu anasema atakubarikia nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunaona hapa, ili tupate kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, kama Daudi alivyotamani kujenga hekalu la Mungu nzuri, kuwa lenye sifa dunia nzima, alianza kuweka nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nunua kidogo, umpata kaenda tena kadogo, kama ni misumari nunua, tunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Umpata tena mfuko mmoja wa sementi, nunua, weka mbao, tunza pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya muda tukija kujikuta unacho kila kitu kitakacho kusaidia kupata kitu kizuri nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunaweka akiba ya nini? Ya vitu. Mstari wa 14 anasema basi sasa tazama, katika shida yangu nimeiwekea akiba nyumba ya Bwana talanta 1,000 za dhahabu na talanta 1,000 za fedha na shaba na chuma isiyo na uzani, kwa vile zilivyo tele miti tena na mawe nimeweka akiba, nawe utaweza kuongeza. Aliweka akiba ya miti hadi mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipata kaenda katrip moja ya mawe, peleka imwage pale, usisubiri mpaka uwe nazo nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umepata trip moja 70,000, peleka pale kamwage pale. Umepata trip moja 80,000 ya mchanga, peleka mchanga ukamwage pale, kwa sababu kesho hautataka tena mchanga, utataka kitu ambacho hauna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho Mungu anachotufundisha. Na anasema hivi, ukiangalia hapa anasema mstari wa 14, kuna kitu kizuri sana. Basi sasa tazama, katika shida yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauweki akiba kwa raha, ni kwa kujinyima. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ufanye, kuna kitu unakiacha ili uweke nini? Akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana vizuri? Jambo la tatu au lengo la tatu, kuwekeza kwa lengo la kuongeza vyanzo vingi vya kipato. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweka akiba ili kuongeza vyanzo vingi vya nini? Vya kipato.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweka akiba ili kuongeza vyanzo vingi vya nini? Vya kipato. Ile akiba unayoiweka hapa, nazungumzia fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nazungumzia fedha. Hapa nazungumzia fedha. Kuweka akiba ili kuongeza vyanzo vingi vya nini? Vya kipato. Ni vizuri kuchukua sehemu ndogo ya kile unachokipata ikakaa kama nini? Akiba. Ile akiba ikiwa inakaa, leo unaweka shilingi 2,000. Sio hivyo? Kila wiki unaweka shilingi 2,000. Mwezi labda na wiki ngapi? 4, sio hivyo? Ndani ya wiki ile una shilingi ngapi? 8,000, sio hivyo? Una 8,000. Huo ni mwezi mmoja. Baada ya miezi 12 na shilingi ngapi? 8,000 mara 12 ni 90 ngapi? 96. Hautakuwa sawa na mtu ambaye haweki akiba yoyote. Wewe una ile yako 96 ambayo iko pale, ambayo mwisho wa siku lengo lako ni nini? Ile utaitumia kuwekeza ili kuongeza nini? Kipato. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kuongeza vyanzo vya nini? Vya kipato. Ukisoma ile Luka 19 mstari wa 15 na wa 20. Luka 19 mstari wa 15 na wa 20. Hatuisoma, naomba niseme. Utaona Bwana Yesu alitupa mfano ya yule bwana mmoja ambaye aliwaita watumishi wake akawagawia talanta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu kulingana na uwezo wake, si ndio? Akaondoka kaenda mbali. Baadaye anarudi anawaita ili wafanye wampe mahesabu. Tunaona mwingine aliyepewa 10 akazalisha 10 zingine. Aliyepewa 5 akazalisha 5 zingine. Aliyepewa 1 akaifikia kwenye mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anachotufundisha ni nini? Anataka kwamba tuongeze kipato chetu kwa kuwa na vyanzo vingi vya nini? Vya mapato. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa akiba inapokaa baada ya muda mrefu kile kiasi kinaongezeka, itakuwa ni rahisi kuchukua kile na kwenda kutengeneza tena chanzo kingine cha nini? Cha mapato. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ndalirudia baadaye kwenye kuliongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndaliongea katika malizia. Na la mwisho, lengo la mwisho ni nini? Lengo la mwisho ni kukusaidia wakati wa upungufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kukusaidia wakati wa upungufu. Tunaweka akiba itusaidie wakati kuna nini? Kuna upungufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiba inatusaidia wakati wa upungufu au pale ambapo gharama zinafanyaje? Zinapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiba inakusaidia wakati wa upungufu wa hiyo vitu, na wakati ambapo gharama zinafanya zinapanda. Wanaosoma uchumi, kadiri kitu kinapokuwa adimu ndipo kinapopanda nini? Bei. Bwana Yesu asifiwe sana. Thamani ya kitu ni pale kinapokuwa vichache afu hahitaji ni mengi. Hicho kitu lazima kipande nini? Bei. Hapa ni vitu vyote, vyakula, vifaa, vitu hivi vyote tunaviweka akiba ili wakati vimepungua au gharama zimepanda, sisi tuko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano, kigae sasa kinakwenda karibu 39,000. Tulinunua 33,000 siku zilizopita. Ukirudi nyuma ilikuwa shilingi 27,000, si ndio? Bati siku za nyuma bati za msao zilikuwa 24,500 na pale Simadumu. Sasa hivi bati ile ya msao ni 39,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati ambapo vitu vinapanda nini? Bei. Au vinapokuwa nini? Ni pungufu. Chakula kinapokosekana lazima kipande nini? Bei. Kwa hiyo tunaweka akiba ili kunapokuwa na upungufu au gharama zinapokuwa zimepanda, sisi tunakuwa tupo salama, kwa sababu akiba ni msingi mzuri kwa wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Nyakati wa pili sura ya 11 na mstari wa 11. Nyakati wa pili sura ya 11 na mstari wa 11, na mwingine afungue Mithali 6 mstari wa 8. Mithali 6 mstari wa 8. Nyakati wa pili 11 na Mithali 6 mstari wa 8.
Nyakati ya Pili 11:11 inasema hivi, akazifanya imara hizo ngome, akaweka majemadari humo na akiba ya vyakula na mafuta na mvinyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiba ya chakula, sina hivi, hasa kaika akiba ya chakula, mafuta na mvinyo. Ni vyema kuweka akiba ili wakati vimepungua, gharama imepanda, wewe uweka msingi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mithali 6:8 unasemaje? Aliyepata Bwana Yesu asifiwe sana. Mithali 6 unasemaje? Mstari wa 8. Ndio. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatosha. Unaona? Anatufundisha kuhusu wadudu tu wenyewe. Wakati ule ambapo ndio kuna mavuno, wao wanakusanya chakula na kuweka nini? Akiba. Wadudu. Maana wanajua utakuja wakati ambapo utakuwa na ukame, wakati wa hali jua kali, hakuna chakula, tusije tukafa kwa nini? Kwa njaa. Kwa wanaweka nini? Akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akiba ni msingi mzuri wa wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kumalizia, nataka tukifanya. Kwa kumalizia, hakikisha kwamba hauishi kuweka akiba duniani tu. Tujitahidi chochote unachopata, angalia kusaidia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo tunaweka akiba wapi? Mbinguni. Anasema amhurumiaye maskini humkopesha Muumba wake, naye atamkumbuka kwa ajili ya tendo lake jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu atatukumbuka kwa ajili ya tendo letu nini? Jema. Siku una shida wewe, kile ulichokuwa umesaidia watu wengine ndicho kilikuwa akiba yako. Mungu atakurudishia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa unapomhurumia maskini unamkopesha nani? Mungu. Anatulipa kwa tendo jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu mhitaji, toa kisehemu kidogo umepata, mpelekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kuna mtu mhitaji, kamfuko kale ka 500 kaanajaa, apewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kisa sabuni, apewe. Mchele kilo 1, apewe. Kwa sababu hivyo siku wewe una njaa, Mungu atakumbuka ile akiba uliyoweka. Ile akiba, kwa sababu akiba maana yake siku zote wakati una shida ipo unaitoa ile ifanye ikusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapofanya hivyo mbele za Mungu pia ndipo na sisi siku tuna shida, Mungu atatoa tulichosaidia watu, atatuletea sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, ambapo maombi ningependa tuombe siku ya leo yanatokea kitabu kile cha Zaburi 144. Naomba tusome mstari wa 13, halafu tutaisoma Zaburi hizi. Mstari wa 13 tu, Zaburi 144. Zaburi 144. Kitabu cha Zaburi 144 na mstari wa 13. Tumefika Zaburi 144 na mstari ule wa 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi 144 na mstari ule wa 13. Zaburi 144 na mstari ule wa 13. Zaburi 144 mstari ule wa 13. Tumefika? Tusome wote. Ghala zetu na zijae zenye akiba za jinsi zote, kondoo zetu na wazao 1000 na 10,000 mashambani mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama tulikuwa tunasema, Mungu anasema katika kutubariki ataziongeza kondoo zetu na ng'ombe wetu, sivyo? Wataongezeka, na uzao wetu atauongeza, sivyo? Na atakiongeza kila tulicho nacho. Kwa ni vyema kusema akuongezee nini? Bwana asifiwe sana. Ndio maana anasema kuku, ongeza kuku zangu na watage sana, mayai 1000. Bwana asifiwe sana. Kondoo zangu na wazae
sana, ng'ombe zangu na wazae sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho tutakachofanya tukiseme mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kudokeza kidogo ile pointi ya tatu ya kuwekeza kwa lengo, yani kuweka akiba kwa lengo na kuongeza vyanzo vya kipato. Hapo sana tutaweka hapo sasa namna gani tunawekeza. Utaandika kwenye pointi zako namna gani tunawekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea tu kidogo kisha tutaongea vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kesho tutaongea na jinsi ya kuweza kupunguza nini? Madeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku yetu ya mwisho itakuwa sana tunafanyaje tuondoe madeni ili tusiwe wakopaji, tuwe wakopeshaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kitu ambacho kinawezekana kwa Mungu. Kwa hiyo tunachokiona hapa kwenye hicho ninachokwambia, unafanya hivi. Umefanya biashara yako. Unapata faida, umepata shilingi 10,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida umepata shilingi ngapi? Shilingi 10,000. Unamtaji, sio? Mtaji wako shilingi 50,000. Umeenda kununua dagaa, sio maumivu. Ukauza pamoja na faida nini, kutoa na mafuta na nini, ukaja kupata faida labda shilingi 10,000. Kutoa gharama zote, usafiri, mafuta, zote, kuni, sio? Ukapata faida shilingi 10,000. Sio? Ukipata faida 10,000, usile yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanashauri hivi, unazigawanya 2%, 1%, yani 1/10. 1/10 hii iwe akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. 1/10 ya ulichokipata. 1/10 ni shilingi ngapi? 1/10 ya 10,000 ni shilingi ngapi? 1/10 ya 10,000 ni shilingi ngapi? 1,000. Kwa 1,000 ni akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa 2/10 itumike kulipa deni. Bwana Yesu asifiwe sana. Inabaki 7 ya ngapi? Ya 10. Matumizi yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi nataka nikuelekeze hiyo kwenye kuweka akiba. Kwa leo hakikisha kwamba ukipata faida 10,000, umekutana na mtu anakupa 20,000, umekutana na mtu anakupa 5,000, hakikisha moja ya hicho ulichokipata ambacho ni faida kinakwenda kuwa akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo umeweka 1,000, kesho 1,000, kesho kutwa 1,000. Ndani ya siku 5 zitakuwa shilingi ngapi? 5,000, sio? Je, atafanana na mtu ambaye alipata shilingi 10,000 akatumia yote? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hii itatusaidia kadiri akiba inazidi kuongezeka na vizidi kuongezeka na vizidi kuongezeka, inakuja kuwa chanzo kingine cha nini? Cha kipato. Tutakuja kuangalia sana namna gani ile 1,000 tunakuja kuitengeneza kuwa chanzo kingine cha kipato. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana jamani? Ndicho tutakachokiangalia kesho na kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame sasa. Neno hili kwenye kitabu cha Zaburi 144 linatuonesha kwamba namna gani tunavyotaka tubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusome, tushike hiyo Zaburi wote, tutaisoma wote Zaburi yote ya 144. Nataka tuisome wote. Haya maneno tunatakiwa tujitamkie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa hata nyumbani unajisemea vile ulivyo navyo. 1, 2, 3. Na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana, muhisani wangu na boma langu, ngome yangu na mwokozi wangu, ngao yangu
niliyemkimbilia, huwatiisha watu wangu chini yake. Bwana, mtu ni kitu gani hata umjue, na binadamu hata umwangalie? Binadamu amefanana na ubatili, siku zake ni kama kivuli kipitacho. Bwana, uziinamishe mbingu zako ushuke, uiguse milima nao itatoka moshi. Utupe umeme uwatawanye, uipige mishale yako uwafadhaishe. Uinyoshe mikono yako toka juu uniponye, unitoe katika maji mengi, katika mkono wa mgeni. Vinywa vyao vyasema visivyofaa, na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. Mungu, nitakuimbia wimbo mpya, kwa kinanda chenye nyuzi 10 nitakuimbia. Awapaye wafalme wokovu, ameokoa Daudi mtumishi wake na upanga wa uovu. Uniponye, unitoe katika mkono wa wageni. Vinywa vyao vyasema visivyofaa, na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. Wana wetu na wawe kama miche waliokuwa ujanani, binti zetu kama nguzo za pembeni zilizonakishiwa kwa kupamba hekalu. Ghala zetu na zijae zenye akiba za jinsi zote. Kondoo zetu na wazae 1000 na makumi 1000 mashambani mwetu. Ng'ombe zetu na wachukue mizigo, kusiwe na kushambuliwa wala kusiwe na kuhamishwa wala malalamiko katika njia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hiyo maombi ya Daudi. Haya maneno nataka tujitajie sisi kuanzia mstari wa 10 na ngapi huyo? Kuanzia mstari wa 12. Wana wetu, tuseme tena, wana wetu wawe kama miche waliokuwa ujanani, binti zetu kama nguzo za pembeni zilizonakishiwa kwa kupamba hekalu. Ghala zetu na zijae zenye akiba za jinsi zote. Kondoo zetu na wazae 1000 na makumi 1000 mashambani mwetu. Ng'ombe zetu na wachukue mizigo, kusiwe na kushambuliwa wala kusiwe na kuhamishwa wala malalamiko katika njia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maneno ya kujitamkia. Kwa unapotaka baraka unakisema iwe hivi kwangu, iwe hivi kwangu, iwe hivi kwangu. Tuseme kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunakushukuru Mungu, utupae nguvu za kupata utajiri ili tuweze kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, ili tuweze kula chakula tunachotaka na kushiba, ili tuweze kuongeza na kuzidisha fedha yetu, ili tuweze kuongeza na kuzidisha vitu vya thamani ulivyotupa, ili tuweze kuongezeka kwa kila ambacho tunacho. Kwa jina la Yesu, asante Bwana, maana umetupa mbinu ya kuweka akiba, akiba ya vitu, akiba ya chakula, akiba ya fedha, vitakavyotusaidia kuwa msingi mzuri wa wakati unaokuja, ili wakati ule wa upungufu sisi tuwe navyo. Gharama zinapopanda sisi tusipate shida. Panapotokea ukame wowote sisi tusipate shida. Tunapotamani kujenga nyumba nzuri kwa kuweka akiba, tutafanikiwa kupunguza gharama na kuweza kuwa na nyumba nzuri tunazotaka. Tena Bwana, itatusaidia kuuza na kupata faida kubwa ikiwa tunaweka akiba. Bwana, kwa jina la Yesu, maarifa haya, akili hizi, ujuzi huu usiondoke kwenye moyo wangu. Siku zote unisemeshe moyoni mwangu, ili niweze kuutumia ili kuepuka gharama kubwa za maisha, ili kuepuka kuharibika kwa sababu ya njaa. Kwa jina la Yesu, niwezeshe Bwana, nipe kupokea, nijalie haya yakae kwenye moyo wangu katika kuyafanyia kazi, ili nisihangaike tena. Kwa jina la Yesu, niwezeshe Bwana, kile kizuri nachotamani kuwa nacho
nianze kuwekeza kidogo kidogo kwa jina la Yesu. Natamani nyumba nzuri, niwezeshe Bwana kwanza kuweka akiba ya mawe, akiba ya kokoto, akiba ya mchanga, akiba ya vigae, akiba ya misumari, akiba ya nondo, akiba ya mbao, akiba ya kila kitu ambacho kitanisaidia kumiliki, kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Niweke akiba ya mchanga kidogo kidogo. Mwisho wa siku nitajenga nyumba nzuri nitakayokaa ndani yake, ambapo watanishangaa, nimewezaje kipato changu na ninachomiliki, kipato changu na nyumba niliyojenga, kipato changu na mali ninazomiliki ni kwa sababu ya maarifa na akili unazonipa, ni kwa sababu ya nguvu za kupata utajiri ulizonipa. Kwa jina la Yesu, watoto wangu wafanikiwe. Kwa jina la Yesu, watoto wangu wapate kibali. Kwa jina la Yesu, watoto wangu wawe bora mara 100 kuliko wengine. Kwa jina la Yesu, watoto wangu wawe bora mara 100 kuliko wengine. Maana Bwana uliwafanya wakina Meshaki, Shadraki na Abednego pamoja na Danieli wakawa bora mara 10 kuliko wale waganga na wachawi wa Babeli wa Wakaldayo, kwa kuwa Mungu uliwapa maarifa na ujuzi katika elimu. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, kuku zetu na wataje mayai mengi, na watamie mayai mengi, na watotoe watoto wengi kwa jina la Yesu. Na watoto wa kuku zetu wakue kwa jina la Yesu, waongezeke, wawe wengi, wakue kwa jina la Yesu. Bwana, kusiwe na wadudu, kusiwe na magonjwa ya kuua Bwana vifaranga vya kuku na kuku wazima kwa jina la Yesu. Wanyama wetu wa mifugo waongezeke, wawe elfu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, zidisha Mungu wateja wetu kuwa wengi Bwana kwenye biashara zetu kwa jina la Yesu. Tusaidie Bwana kuyatendea kazi maneno yako unayotufundisha mwaka huu. Bwana, uwe tofauti na miaka mingine, tuendelee sana, tufanikiwe sana kiuchumi, fedha zetu ziongezwe na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba Bwana, endelea kumwambia Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umetujulisha haya Bwana ili kuweza kuongeza fedha yetu, ili kuweza kujenga zile nyumba nzuri tunazotamani kuwa nazo. Umetufundisha Bwana, hatutaki tusubiri tuwe na fedha nyingi, hatutaki tusubiri tupate hela nyingi, maana tumeona ya kwamba 2500 inaweza kufanya kazi, maana tunaona ya kwamba shilingi 2000 yenyewe inaweza kununua tabai nini waya. Tunaona ya kwamba Bwana Mungu uliye hai 25,000 inaweza kununua mfuko tukautunza. Tunajua Bwana 70,000 inaleta Bwana tripu ya mawe, tulete mawe. Tunajua Bwana 70,000 au 80 inaleta mchanga, tuweke Bwana, tusisubiri mpaka tupate hela ya fundi, bali Bwana tunaweza tukaweka kidogo kidogo na tukajenga nyumba nzuri kubwa tunayotamani kuwa nayo, ambayo tunasema ni nyumba ya ndoto zetu, kwa kuweka kidogo kidogo. Bwana, tuwezeshe kwa jina la Yesu Kristo. Tunahitaji msaada wako, tupe Bwana nguvu, tupe nguvu Mungu ya kupata utajiri, ya kuweka hata akiba ya vyakula Bwana, akiba ya nafaka tuweze kuiweka Mungu katika nyumba zetu, maana tumeona neno lako linasema gara zetu na zijawe na akiba za kila jinsi. Bwana, gara zetu na zijawe na akiba ya kila
akiba ya vitu, akiba ya fedha, akiba Bwana ya vyakula, na ijae katika nyumba zetu, kuwe na vyakula, kuwe na nafaka Bwana, kwa jina la Yesu. Ijae Bwana, maharage yajae nyumbani mwetu, mchele ujae nyumbani mwetu, mahindi yajae nyumbani mwetu, na kila ambacho Bwana kinatunzika Mungu, ngano ijae katika nyumba yetu. Tuweke akiba ya ngano, tuweke akiba ya mchele, tuweke akiba ya maharage, tuweke akiba ya kila kitu Bwana. Ghala zetu na zijawe na akiba ya kila jinsi kwa jina la Yesu. Tuwe na akiba ya vitu Bwana, tuweke akiba ya misumari, akiba Bwana ya mawe, akiba ya mchanga, akiba ya kokoto, akiba ya sementi, akiba Bwana ya kila tunachohitaji, hata mbao za rekta, si mpaka tuwazime, sio mpaka tuwazime. Tuwe na akiba ya vitu vyote Bwana, kwa jina la Yesu. Tuwezeshe Mungu wetu, tusaidie Bwana, tufanyie kazi haya tunayoyasikia Mungu, tuweze kuwa na akiba ya fedha, tuwe na tabia hiyo ya kuweka akiba ya fedha katika vile tunavyopata. Tuwe na akiba ili iwe msingi mzuri wa wakati unaokuja, ili tuwe na msingi ulio mzuri wa wakati ujao, katika jina la Yesu. Tuwezeshe Bwana kuyafanyia kazi haya tunayoyasikia Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tufanikishe, maana tunaona Daudi aliweka akiba kabla ya kufa, aliwekea watoto wake akiba ili wasisumbuke. Na unasema baba mwenye hekima, wazazi wenye hekima huweka akiba kwa ajili ya wana na wana wa wana, na sisi tuweke akiba zitakazowasaidia watoto wetu na wajukuu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Asante, wewe ni mwaminifu, asante, wewe ni mwema. Mwaka huu Bwana unatembea pamoja nasi ili tufanikiwe, unatembea pamoja nasi na kutufanikisha. Unaondoa kila kizuizi mbele yetu, unatembea mbele yetu kama moto teketezao, unaangusha, unaangamiza, unaharibu, ili tupite, ili tufike pazuri, ili tumiliki, ili tutawale, ili tuwe na nyumba nzuri, katika jina la Yesu. Tuwezeshe Bwana ili tuweze kumiliki na kupata yaliyo mazuri, yaliyo mbele yetu Bwana, uliotuandalia kwa jina la Yesu. Tusaidie Bwana kuyafanyia kazi haya tuliyoyasikia Mungu, yaendelee kusema ndani ya mioyo yetu, yasiondoke wala kupotea. Bwana, tupate nguvu itokayo kwako ya kutupa utajiri, tumiliki ulivyosema, tuwe na nyumba nzuri na kukaa ndani yake, tule vyakula na kushiba. Bwana, ongeza vitu vyetu, ongeza mali zetu, ongeza ujuzi na akili zetu na fahamu zetu, uziongeze Bwana na kuzikuza. Tanua ufahamu wetu, tanua maarifa yetu, ili tufanikiwe Bwana, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Tusaidie Bwana, tembea nasi mwaka huu, tukuone katika maisha yetu, kwa watoto wetu tukuone, kwetu sisi tukuone, tufanikishe kwenye kila jambo Bwana. Tunakutazama wewe, majina yetu yabadilike Mfalme. Bwana, tuwe na maisha mazuri, majina yetu yabadilike, tupe mazuri Mungu, tufanikiwe. Ni mwaka wa kufanikiwa kwetu, ni mwaka wa kubadilishwa majina, ni mwaka wa kuwa na jina zuri, ni mwaka wa kuwa na jina zuri, ni mwaka wa kuacha majina mabaya, ni mwaka wa kuwa na jina zuri, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa unasikia Mungu wetu, tunakushukuru kwa kuwa unatenda na unajibu. Heshima na utukufu vikurudie wewe, kwa jina la Yesu Kristo. Asante.